Allah sema wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, na usiue nafsi aliyoharamisha Allah isipokuwa kwa haki. Wakati gani unakuwa unaua nafsi? Mtu ikiwa ameshakufa alafu uje umpige na gongo kichwani, utambua umeua nafsi? Lazima ipatikane kitu inaitwa mwili na ipatikane kitu inaitwa roho. Ziko hizi mbili ndio inakuwa nafsi. Ndio maana aliyokuwa na mwili na roho anafanyaje? Yatanafas. Maana yake nini? Anapumua, si ndio? Kwa sababu yuko na hivi viwili, yuko na mwili na roho, ndio yafanyaje? Anapumua. Ikikosekana mwili aweze kupumua na ikikosekana roho, huyo si binadamu tena. Ndio mwanamke anayokuwa na ujauzito akatoa ule ujauzito wake kabla miezi 4, nafsi bado hajapulizwa, anaambiwa ameua nafsi ama hajaua nafsi? Hajaua nafsi, ndio. Lakini kisha miezi 4 ashakuwa mtoto amepuliziwa roho, sasa mwili umekamilika na roho imepatikana, akitoa ile mimba amefanyaje? Ameua nafsi. Tuko pamoja? Kwa hiyo nafsi ni vitu viwili. Nafsi ni roho na nafsi ni mwili. Nafsi ni roho na nafsi ni mwili. Na hii sasa, ukiwa na roho na ukiwa na mwili, ndo pale inapatikana kitu kinachoitwa matamanio. MBTV, dira ya maisha yako.